السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الفصل التاسع: أحكام تختص بالزوجية وإنهائها. حكم زinazohusu الزوجية يعني mume na mke na kumaliza kwa hukumu hizi. قال الشيخ حفظه الله: يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. katika alama zake Allah ni kukuumbieni wanawake kutokana na nafsi zenu, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwao. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hayo kuna alama kwa watu wanaotafakari. ويقول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. waoweni wajane katika nyinyi na wale waliowema katika waja wenu, wa imaikum, na vijakazi vyenu, in yakunu fuqaraa, wakiwa ni mafakiri hao waume, yughnihimullahu min fadli, Allah atawatajirisha kwa fadhila zake kwa kuoa. Allah atawatajirisha kwa jambo hili la kuoa. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu na ni mjuzi. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا أمر بالتزويج. hii ni amri ya kuozeshwa wanaume. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه. limekwenda kundi la maulama wajibu wa kuoa kwa aya hii, kwamba ni lazima mwanamume aoe, ala man qadara alayhi, kwa mwenye uwezo wa kuoa. wanakwenda kwamba ni wajibu kuoa ala man qadara alayhi, kwa mwenye uwezo wa kuoa. Wahtajju bidhahiri qawlihi sallallahu alayhi wasallam, pia wametolea hoja kwa dhahiri ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam: ya ma'ashara shabab, enyi vijana, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, anayeweza katika nyinyi gharama za kuoa, falyatazawwaj, na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kwani kuoa kunafunga zaidi macho, wa ahsanu lilfarji, na kuna hifadhi zaidi tupu. Faman lam yastati', wa man lam yastati', asiyeweza gharama za kuoa, fa alayhi bisawm, basi ajilazimishe saum, afunge saumu za sunna. Fa innahu lahu wija, kwani saumu inavunja zile shahwa zake. Saumu ya mara kwa mara inavunja shahwa. Kwa hiyo yule ambaye hana uwezo wa kuoa, Mtume SAW amemwelimisha kwamba afunge saumu za sunna mara kwa mara ili kuvunja shahawa zake na kupunguza. Alhadithu akhrajahu fi sahihain min hadith ibn Mas'ud. Thumma dhakara anna az-zawaja sababun lilghina, kisha Allah akataja kwamba kuoa ni sababu ya utajiri. Mustadillan biqaulihi ta'ala in yakunu, Ibn Kathir akataja kwamba kuoa ni sababu ya utajiri. Mustadillan biqaulihi ta'ala, hali ya kutolea dalili kwa maneno ya Allah mtukufu: in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wakiwa ni mafakiri Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. وذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به، mtiini Allah katika jambo alilokuamrisheni. Minan nikahi, jambo ambalo ni la kuoa. Yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina,
atakutekelezeni yale aliyokuahidini ambayo ni utajiri. Mtiini Allah fima amarakum bihi, katika jambo walilokuamrisheni, minan nikah, jambo la kuoa. Yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina, atakutekelezeni lile alilokuahidini ambalo ni utajiri. Qala ta'ala in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sheikh Al-Albani rahimahullah pia anatolea dalili aya hii kwa wale wanaoogopa kuoa mke wa pili na watatu kutokana na gharama kubwa za maisha. Sheikh Albani pia anatoa dalili hii kwamba wakiwa ni mafakiri, Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha kwa fadhila zake, kwa hiyo waongeze tu mke wa pili, watatu mpaka wanne. وعن ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح، takeni utajiri kwa kuoa. Iltamisul ghina fil nikah, takeni utajiri, tafuteni utajiri kwa kuoa. Yaqulu Allahu ta'ala in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wakiwa ni mafakiri, Allah atawatosheleza na kuwapa utajiri kwa fadhila zake, wallahu wasi'un alim. Kwa hiyo mume akiona ana mke mmoja na maisha ni mazito, ni magumu, aongeze mke wa pili mpaka watatu na wanne, ili Allah subhanahu wa ta'ala amtajirishe kwa ahadi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. sawa. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها. فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا، الله أموحللشيا وإسلام وأوي، وأن يطلقوا نواچه، وأن يتزوجوا المرأة المطلقة نواموه pia mwanamke mwenye kuachwa, baada an tatazawaja bighairi zawjiha, baada ya kuolewa na asiyekuwa mumewe. Yani aliyewachwa talaka tatu alafu haolewi tena na yule mumewe aliyemwacha, ni kwamba aolewe na mume mwingine. والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم، يحرمون النكاح على بعضهم. نصارى وكريستو wanaharamisha kuoa kwa baadhi yao, wanaharamishiana kuoa kwa baadhi yao. ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق، na yule ambaye wamemhalalishia kuoa basi hawamhalalishi kuacha. Hawa ni Wakristo. Manasara wanaharamisha kuoa kwa baadhi yao, wengine hawaruhusi kuoa, na wale wanaowaruhusu kuoa lam yubihu lahu talaqa, hawamruhusu kuacha. Akioa ni hivyo hivyo, mke huyo huyo, hakuna ruhusa kumwacha vyovyote atakavyofanya. Waliyahudu yubihuna talaqa, Mayahudi wao wanahalalisha talaka. Lakini إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم. lakini kwa Mayahudi akiolewa mwanamke mwenye kuachwa na asiyekuwa yule mumewe, ni haramu kwake kwao, kwa yule mume sasa ni haramu kumwoa baada ya kumwacha. Hawa ni Mayahudi. إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها harumat alayhi indahum, mwanamke mwenye kuachwa akiolewa na asiyekuwa yule mume wake aliyemwacha, ni kwamba Mayahudi wanaharamisha hilo kwa yule mume. Wanasara la talaka indahum, Manasara wa Kristo wao hawana talaka, hawaachani. Walyahudu la murajaata baada an tatazawaja ghairahu indahum, na Mayahudi nao hawana kurejea
baada ya yule mwingine kumwoa yule mke kwao, hawana muraja, hawana kumrejelea mke baada ya kuolewa na mume mwingine. Wallahu ta'ala abaha lilmu'minina hadha wa hadha, na Allah mtukufu amewahalalishia waislamu hili na hili. Muislamu amehalalishiwa kumrejea mke wake, pia amehalalishiwa yule aliyemuacha talaka tatu akishaolewa na mume mwingine na kuachwa, yajuzu kumuoa tena huyu wa kwanza. Uislamu umehalalisha jambo hilo. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي مبينا منافع الجماع الذي هو أحد مقاصد الزوجية. ابن القيم رحمه الله الطبيب الإسلامي anaelezea katika kitabu chake katika al-Hadi an-Nabawi, akielezea manufaa ya jimaa ambayo ni moja ya makusudio ya mke na mume. Qala fa innal jimaa wudhi'a fil asli li thalathati umur, jimaa imewekwa katika asli kwa ajili ya mambo matatu. Hiya maqasiduhu al-asliya, mambo hayo ndiyo makusudio yake ya asili. Ahaduha, jambo la kwanza, hifdhun nasli, ni kuhifadhi kizazi. Mtu anahifadhi kizazi chake kwa ajili ya kuoa na kwa ajili ya kumjamii mke wake, watoto wake ni wale wale tu anawahifadhi. Wadawamu an-naw'i ila an tatakamala al-idda allati qaddara Allahu buruzaha ila hadha al-alam, kuhifadhi an-nasli, wale watoto, na kudumu sampuli hii ila an tatakamala al-idda, mpaka ikamilike ile eda allati qaddara Allahu buruzaha ila hadha al-alam, ambayo Allah ameikadiria kudhihiri kwake kwenye ulimwengu huu. Yule mume akishaoa yule mke anahifadhi wale watoto wake, na namsampuli hiyo inaendelea mpaka labda akifariki, ikikamilika ile eda ambayo Allah ameikadiria kudhihiri kwake ila hadha alalam, kwenye ulimwengu huu. Kwa hiyo ni faida ya kwanza na manufaa ya kwanza ya jimaa. Athani, ikhraju alma'i alladhi yadhurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bijumlati albadan, ni kutoa yale maji ambayo kuna dhuru kuyazuia, kuna dhuru jumla ya mwili kuyazuia maji hayo. Kwa hiyo jimaa, moja katika faida zake ni kutoa yale maji ambayo kuyazuia kuna dhuru jumla ya mwili wa mtu. Athalith, qada'ul watar, ni kutekeleza ile haja ya mume na mke. Qada'ul watar, kutekeleza ile haja yao. Wanailul ladha, pia na kupata starehe. Watamattu bin ni'ma, na kupata starehe kwa neema hiyo ya mume na mke. Intaha kalamu Ibn al-Qayyim rahimahullah. Fazawaju fihi manafi'u adhima, kwa hiyo zawaj, kuoa au kuolewa, kuna manufaa makubwa. A'dhamuha annahu wiqayatun minaz-zina, manufaa yake mengine makubwa ni kwamba kuolewa kuna kinga na zina. Wiqayatun minaz-zina ni kinga ya zina. Wa qasrun linnadhari anil haram, na ni kufupisha kuangalia haramu, kufupisha macho na kufunga macho kwa ajili ya kuangalia haramu. Mke inakuwa hamuangalii isipokuwa mumewe, mume haangalii wanawake wengine isipokuwa mke wake. Wa minha husulun nasli wa hifdhul ansab, pia katika manufaa ya kuoa ni kupata watoto na kuhifadhi mtu nasaba yake. Wa minha husulu sakani baina az-zawjayn, ni kupatikana utulivu baina ya mume na mke. Walistiqrari nafsi, na utulivu wa kinafsi. Asakan ni utulivu ambao si wa kinafsi, utulivu wa maumbile na mwili. Walistiqrari nafsi, pia na utulivu wa kinafsi unapatikana
baina ya mume na mke, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waja'ala bainakum mawaddatan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Wa minha, pia katika faida na manufaa ya kuoa, taawunu zawjain, ni kusaidiana mume na mke, ala takwini al-usrati as-salihah allati hiya ihda labinati al-mujtama' al-muslim, ni kusaidiana mume na mke kwa ajili ya kutengeneza familia njema ambayo ni moja ya matofari ya jengo la Muislamu. Taawunu zawjain, kusaidiana mume na mke, ala takwini al-usrati salihah, kufanya na kutengeneza familia njema, allati hiya ihda labinati al-mujtama' al-muslim, ambayo ni moja ya matofari ya familia ya Muislamu. Wa minha, na ni katika manufaa ya kuoa, qiyamu zawj bikafalati al-mar'a wa siyanatiha, ni mume kusimamia malezi ya mwanamke na kumuhifadhi mwanamke. Mume anakuwa anasimamia kafalatil mar'a, kumlea yule mke wake, wasiyanatiha, na kumuhifadhi, wa qiyamul mar'a bi a'malil bait, na mwanamke kusimama na kutekeleza kazi za nyumbani, wa adauha liwadhifatiha sahiha fil haya, na kwa ajili ya kutekeleza kazi mwanamke kutekeleza kazi yake sahihi ya maisha. Wa adauha liwadhifatiha sahiha fil haya, na kwa ajili ya kutekeleza mwanamke huyo kazi yake sahihi ya maisha. Kazi yake sahihi ya mwanamke ni kazi za nyumbani, si kazi ya mwanamke kondakta wa matatu na dereva wa matatu. Hizi si kazi za wanawake. Yaqul la kama yadda'ihi a'da'ul mar'a, si kama wanavyodai maadui wa mwanamke, wa a'da'ul mujtama, na maadui wa familia za Kiislamu, min anna al-mar'ata sharikatu ar-rajuli fil 'amali kharij al-bayt, wanavyodai kwamba mwanamke ni mshirika wa mwanamume katika kazi nje ya nyumba. Hivi ndivyo wanavyodai maadui wa wanawake. Pia maadui wa Waislamu wanadai kwamba mwanamke ni mshirika wa mwanamume katika kazi nje ya nyumba. Fa akhrajuha min baitiha, wakamtoa hawa mwanamke nyumbani kwake, wa azzaluha an wadhifatiha sahiha, wakamuondoa na kumuuzulu na kazi zake za sahihi. Wasallamuha amala ghairiha, na wakampa mwanamke kazi za mtu mwingine ambazo si zake. Mwanamke wamempa kazi za wanaume. Wasallamu amalaha ila ghairiha, alafu wakampa kazi za mwanamke mwingine ambaye siye yeye mwanamke. Fakhtalla nidhamul usra, ikaharibika nidhamu ya familia. Wasaat tafahumu baina zawjain, ikawa kuna sintofahamu baina ya mume na mke, hawaelewani. Mbona leo umekuja saa hizi? Alikuwa kazini. Kazi gani hiyo mpaka saa 2? Leo kazi zimezidi, leo bosi ametujizishia kazi kwa sababu Ramadhani inamalizika, tutapewa kidogo livu, kwa hiyo kazi zimezidi mpaka tunafanya kazi mpaka saa 3. Mume atoka kazini saa 10, mke atoka kazini saa 3. Nidhamu imeharibika. Suu tafahum inatokea baina ya mume na mke kutokana na jambo kama hili. Hii sio sababu moja, bali kuna sababu nyingi. Mimma yusabbibu fi kathiri min al-ahyan al-firaqa bainahuma, mambo ambayo yanasababisha katika hali nyingi kuachana baina yao, au al-baqaa ala madad wa nakid, au kubakia yule mume katika jambo la kukereka na kuchukia na usumbufu. Kila siku ni usumbufu, mpaka mume anapata presha kwa mke kuchelewa mara kwa mara kazini. Kwa hiyo kama wasipoachana, basi mume atabakia katika hali ya usumbufu na hali ya kuchukiana na yule mke kutokana na jambo hilo
la kufanya kazi. Na Uislamu haujaharamisha moja kwa moja kazi kwa mwanamke, lakini kazi za wanaume au kushirikiana na wanaume kazini, hili ni jambo Uislamu unalikataza. Kama lau watafanya kazi na wanawake wenzake, hakuna mwanamume pale baina yao, wanashona, hii hakuna matatizo kwamba ni halali. Lakini mwanamke kufanya kazi na wanaume bega kwa bega, au kuwa ni sekretari wa bosi, wanajifungia chumba kila siku, haingii mtu pale, ni yeye na sekretari, hili ni jambo la haramu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho. Na ni kwamba zile pesa anazozipata pia ni za haramu, kutokana na Uislamu kuharamisha kazi hiyo. Ajue kwamba hizo pesa anazozipata pia ni za haramu, kutokana na ile faragha alionayo yeye na huyo bosi anayekaa naye. Hamjafahamu? قال شيخنا الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن هذه الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته. anasema shekhe wetu Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti katika tafsiri yake Adwa al-Bayan al-Mujallad al-Thalith صفحة 200 صفحة 22 بعد 400: واعلم جوا وفقني الله وإياك الله niwafikishe mimi na wewe lima yuhibbuhu wa yarda, wa anayoyapenda na kuyaridhia, anna hadhihi alfikrata alkafira, kwamba fikra hii ya kikafiri, alkhatia, fikra ya makosa, alkhasia, fikra duni, almukhalifa lilhissi walaqli, fikra yenye kukhalif dhahir na akili, walilwahyi samawi, na pia fikra inayokhalif wahyi wa mbinguni, wa tashri'i alkhaliq albari, na fikra inayokhalif sheria ya muumbaji, min taswiyati al-untha bidhakar, kumfanya sawa mwanamume na mwanamke, fi jamii al-ahkam, katika hukumu zote, wal mayadin, na nyanja zote. Fikra hiyo fiha min al-fasad wal ikhlali bi nidhami al-mujtama'i al-insani ma la yakhfa ala ahad, ndani yake kuna ufisadi na kuharibu nidhamu ya familia ya mwanadamu, jambo ambalo halijifichi kwa yoyote, illa man a'ma Allahu basiratahu, isipokuwa mtu ambaye Allah amempofua macho yake, haoni. Lakini mtu mwenye macho kamili, mwenye basira, anajua kwamba jambo hilo lina ufisadi mkubwa la kufanya sawa mwanamume na mwanamke. Hata maumbile si sawa baina ya mwanamume na mwanamke, vipi watafanya sawa katika hukumu zote? Allah anasema walaysa dhakaru kaluntha, mwanamume si kama mwanamke, vipi itakuwa ni sawa baina yao na washirikiane katika kazi? Wadhalik lianna Allah jalla fi ulah ja'ala al-untha bisifatihi al-khassati biha salihatan li anwa'in min al-musharakah fi bina'i al-mujtama'i al-insani salahan la yasluhu lahu ghayruha. Allah jalla fi ulah amemjalia mwanamke kwa sifa zake maalumu, biha, kwa sifa hizo amemjalia ni saliha, ni mwenye kufaa, li anwa'in min almusharaka, kwa sampuli ya ushirikiano, fi bina'i almujtama'i alinsani, katika kujenga familia ya mwanadamu, salahan la yasluhu lahu ghayruha, yani salah ambayo haifai isipokuwa yeye mwanamke, kalhamli,
kama jambo la mimba, walwadhi na kuzaa, walirda na kunyonyesha, wa tarbiyatil aulad na kulea watoto, wa khidmatil bait na huduma za nyumbani, walqiyami ala shughunihi na kusimamia mambo ya nyumbani, min tabkhin kupika, wa ajnin na kukanda unga, wa kansin na kufagia, wa ghairi dhalika na mengineo. Wa hadhihi alkhadamat allati taqumu biha lilmujtama'i alinsani dakhilun, yani dakhila baitiha, huduma hizi anazosimamia mwanamke kwa ajili ya familia yake ya utu ni ndani ya nyumba yake, fi sitrin, katika stara, wa siyanatin na hifadha, wa afafin na kujilinda na kuonekana na yoyote, wa muhafadhatin ala sharaf wal fadila wal qiyam al insaniya, na kwa ajili ya kuhifadhi utukufu wake na ubora wake na tabia za kiutu. La taqillu an khidmati ar-rajuli biliktisab, hizi huduma hizi hazipungui na huduma za mume za kutafuta riziki. La taqillu an khidmati ar-rajul biliktisab, hazipungui na huduma za mwanamume za kutafuta riziki. Fazamu ulaika safala aljahala min alkuffari wa atba'ihim أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل. Sasa madai ya hao watu wajinga ambao ni makafiri na wafuasi wao kwamba eti mwanamke ana haki nyingine za huduma kharija baitiha, nje ya nyumba yake, mithla ma lirajul, mfano wa huduma zilizo kwa mwanamume, مع أنها في زمن حملها وإرضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة. Asema pamoja na kwamba mwanamke huyo katika zama, wakati wa mimba yake na kunyonyesha kwake na wakati wa nifasi yake, hawezi kufanya kazi yoyote ambayo ina uzito kama huwa mushahid, kama jambo lenyewe linavyoonekana. Sasa vipi watakuwa sawa? Faidha kharajat hiya, akishatoka huyo mwanamke, wa zawjuha baqiyat fi khadamati baqiyat khadamatul baiti kulluha dha'i'a, akishatoka mwanamke huyo, wa zawjuha na mwanamume pia naye akatoka, zinabaki zile huduma za nyumbani zote zinapotea, min hifdhil auladi sighar, ambazo ni kuwahifadhi watoto wadogo, wa irlai man huwa fi zamani radha'i minhum, kumnyonyesha mtoto ambaye yuko katika muda wa kunyonyeshwa, wa tahiyatil akli washurbi lirajul, kumtayarishia chakula na kinywaji mwanamume, idha jaa min amalihi, akija kutoka katika kazi zake. Falau ajjara insanan yaqumu maqamaha lata'attala dhalika al-insanu fi dhalika al-bayt at-ta'attul alladhi kharajat al-mar'atu firaran minhu, akimkodisha mtu kwa ajili ya kukaa mahali pake, lata'attala dhalika al-insan, huyo mtu pia angeharibu katika nyumba hiyo, kuharibu ambako kharajatil mar'atu firaran minhu, yule mwanamke ametoka kwa ajili ya kukimbia hiyo ta'attul, isije ikaharibika hizo huduma zake. Faadatin natijatu fi hafiratiha, alafu itarudi natija katika jukumu la huyu mke, ala anna khuruj almar'a wabtidhalaha fihi dhaya'ul muru'ati wad-din, pamoja na kwamba kutoka mwanamke na kufanya kazi kwake kuna kupoteza murua wake na dini yake. Intaha kalamu Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti rahimahullah. Kwa hiyo jambo la mwanamke kutoka na kuacha watoto wake ni jambo ambalo linaharibu malezi ya wale watoko, sababu mtoto ikiwa ananyonya akamwachia mwanamke mwingine au msichana wa kazi akamwachia mtoto yule kumnyonyesha, tayari maumbile ya yule mtoto anaanza kuyaharibu huyu mama yule ambaye amemwachia msichana wa kazi. Wengine
wanamkamulia maziwa katika chupa na kumwekea, au katika kikombe wanamwekea mtoto yule, maskini mtoto anaharibika kwa kunyonyeshwa maziwa kwa kikombe wakati mama yake yupo. Fattaqillaha ayyatuha al-ukhtu al-muslima. Sheikh anasema mche Allah ewe dada yangu Muislamu, wala tankhadi'i bihadhihi ad-di'ayati al-mughridha, usighurike na diaya hizi, matangazo haya ambayo yanahadaa watu. Fa inna waqi'a an-nisa'i allati in khada'na biha khayru shahidin ala fasadiha wa fashaliha, waqi wa wanawake ambao wameghurika na mambo hayo ni ushahidi mkubwa na ni ushahidi hai wa kuharibika mujtama na kufeli mwanamke huyo. Watajribatu khairu burhan, na majaribio ni bora ya dalili, ndiyo dalili bora. Badiri ayatuha al-ukhtu al-muslima bizawaji ma damat shabatan marghuba, fanya haraka ewe dada Muislamu kuolewa muda wa kwamba ni msichana mwenye kupendezwa unaotakiwa. Usiwache kuolewa ukakataa kuolewa. Wala tuakhirihi min ajli muwasalati dirasa au amalin fi wadhifa, wala usichelewe kuolewa kwa ajili ya kuendelea na masomo au kwa ajili ya kazi. Usiwache kuolewa kwa sababu hiyo. Wala yuawidhu anhu dirasa wala wadhifa mahma balagha, wala haiwekei badali kuolewa na masomo au kazi vyovyote itakavyofikia faida za masomo hayo au kazi hiyo. Qumi biamali baitiki wa tarbiyati auladik, simamia kazi za nyumbani kwako na malezi ya watoto wako. Fa inna hadha huwa amaluka al-asasi, kwani hii ndiyo kazi yako ya msingi. Almuthmiri fil hayati, yenye matunda mazuri katika maisha. Wala tatlubi anhu badila, wala usitake badali yake. Fa innahu la ya'diluhu shay, kwani si sawa na jambo lolote. La tafuti zawaja birrajuli salih, usikose kuolewa na mume mwema. Fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam yaqul, kwani mtume sallallahu anasema, idha ja'akum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fankihu, akikujieni ambaye mnaridhia dini yake na tabia zake, fankihuhu, muozesheni. Illa tafalu, msipofanya hivyo, takun fitna, itapatikana fitna, fil ardhi, katika ardhi, wa fasad, na ufisadi mkubwa. Sawa. Akhdhu ra'yi almar'ati fi tazwijiha, kuchukua rai ya mwanamke katika kuolewa. Yakulu Sheikh hafidhahullah, allati yuradu tazwijuha la takhlu min thalathi halat, msichana ambaye anakusudiwa kuolewa haepukani na moja katika hali tatu. Imma an takuna saghiratan bikra, ima awe ni mdogo bado ni bikra. Wa imma an takuna baligha bikra, na ima iwe ni baligh tayari ameshabalighi lakini ni bikr. Wa imma an takuna thayiba, na ima ni kuwa ni thayib, mke mkuu. Walikulli wahidatin hukmun khas, na kila moja katika hali hizo ina hukmu maalum. Kwanza, fa amma albikru saghira, ama bikra ambaye ni mdogo kabla hajabalighi, fala khilafa anna li abiha an yuzawijaha biduni idhniha, hakuna khilaf baina maulama kwamba yajuzu kwa babake kumwozesha huyu bila idhni yake, sababu bado hajakuwa baligh. Kwa hiyo yajuzu kwa babake kumwozesha bila idhni yake huyu binti as-saghira, liannahu la idhna laha, sababu huyu hana idhni, kwa sababu bado hajabalighi, hana idhni.
لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين. sababu mtume Abu Bakr as-Siddiq alimwozesha binti yake Aisha radhiallahu anha mtume wa Allah sallam, na huku ni binti ya miaka 9. wa udkhilat alayhi wa hiya bintu 9 sinin, aliingiliwa na huku ni binti wa miaka 9. kwa hiyo binti akiwa ni kabla albulugh yajuzu kwa babake kumwozesha bila idhni yake. qala al-Imam Shawkani في نيل الأوطار في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. hadithi hiyo ni dalili kwamba yajuzu kwa baba kumwozesha binti yake kabla ya kubaligh. tuelezea sheria ya Kiislamu, atuelezee sheria ya nchi kwamba ni under 18 sijui, atuelezee sheria ya nchi, tuelezea sheria ya Kiislamu. وقال أيضا فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغير بالكبير. في حديثه دليل kwamba yajuzu binti mdogo kuolewa na mtu mzima. وقد بوب لذلك البخاري الإمام البخاري ameliwekea mlango katika sahihi yake. وذكر حديث عائشة akataja hadithi ya Aisha. وحكى في الفتح الإجماع على ذلك, ameelezea katika Fath al-Bari itifaki ya maulama juu ya hilo. Hakuna kwamba huyu ni mtu mzima ana ndevu kama za Abu Hashim nyekundu, hakuna kumwozesha binti yenu, hapana. وقال في المغني قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. wamewafikiana wote tunaowahifadhi katika ahlul ilmi kwamba baba kumwozesha binti yake mdogo ni jambo linafaa ikiwa atamwozesha mume aliyefanana naye. na alkafaa fi din, alkafaa ni katika dini. anasema Sheikh aqulu wa fi tazwij Abi Bakr radhiyallahu anhu li Aisha radhiyallahu anha wa hiya bintu 6 sinin min an-nabi sallallahu alayhi wasallam أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير. katika hii Abu Bakr as-Siddiq kumwozesha binti yake Aisha radhiallahu anha na huku ni binti ya miaka 6 kumwozesha Mtume sallam, hii ni radi kubwa kwa wale wanaokataa kuozesha mtoto wao mdogo kwa mtu mzima. hii ni radi kubwa. wayushawihuna dhalik, wanalifanya baya jambo hilo. wayatabiruna munkara, na wanazingatia kwamba hilo ni munkar. wama hadha illa lijalihim, alikuwa hili isipokuwa ni kwa sababu ya ujinga wao, au annahum mughridun, au kwa sababu wao ni mughridun, ni watu wa bid'a. lakini mtu anamwozesha binti yake hata kama ni mtu ambaye amemzidi miaka 20 zaidi au miaka 30 zaidi yake huyu binti, yajuz. na dalili ni hadithi hii ya mama Aisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. hiyo ni hali ya as-saghira al-bikr. amma al-bikru al-baligha, namba 2, ama bikra ambaye ni baligha, fala tuzawwaju illa biidhniha, huyo haozeshwi isipokuwa kwa idhni yake. lazima idhni ya huyu binti albaligha. wa idhnuha sumatuha, na idhni yake ni kunyamaza kwake. si lazima aseme idhni yake ni kunyamaza. je, watoa idhni kuolewa na huyu? akinyamaza ndiyo idhni yake hiyo. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala tunkahu albikru hatta tasta'dhin, bikri haozeshwi isipokuwa mpaka atoe idhni. qalu ya Rasulullah fakaifa idhnuha, sahaba akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, ni vipi idhni yake huyo? qala antaskuta, ni kunyamaza. akishanyamaza hii ndiyo idhni yake. fala budda min idhniha, kwa hiyo lazima idhni yake, lazima idhni yake. walau kana almuzawwiju laha abuha ala sahih min qawli alulama, hata kama mwenye kumuozesha ni baba yake kwa kauli sahih katika kauli mbili za maulama, anatakiwa
hata kama ni baba yake, lakini amtake idhini kwanza huyu albaligha albikir, yeye ana idhni yake, halazimishwi. Haijuzu kwa mzazi kumlazimisha binti yake ambaye tayari ni baligha, haitaki kumlazimisha. Qala al-allama ibn al-qayyim fi al-hadi wa hadha qawlu jumhuri as-salaf, hii ndio kauli ya kundi la salaf wa madhhabi Abi Hanifa wa Ahmad fi ihda ar-riwayat anhu, wa huwa al-qawlu alladhi nadinu lillahi bihi, na hii ndio kauli ambayo tunamwabudu Allah kwa kauli hii. Wala na'taqidu siwa, hatuitakidi kauli nyingine isiyokuwa hii. Wa huwa al-muwafiqu li hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa nahyihi, na hukumu hii ndio yenye kuwafik hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na amri zake na makatazo yake. Kwa hiyo binti akiwa ni baligha bikir halazimishwi, lazima auliziwe idhini yake ya kuolewa na mume kadhaa, lazima idhini yake. Akikataa hakuna ndoa wala hakuna kulazimishwa. Wa amma thayyib, ama mke mkuu, fala tuzawwaju illa biidhniha wa idhnuha bilkalam, ama mke mkuu huyo haozeshwi isipokuwa kwa idhni yake pia, na idhni yake yeye ni kusema hasa. Bikhilafi bikir, kinyume cha yule bikir, fa idhnuha samat, idhni yake ni kunyamaza, lakini huyo mke mkuu idhni yake ni kusema hasa. Qala fi al-Mughni amma ath-thayyibu fala na'lamu bayna ahli al-ilmi khilafan fi anna idhnaha al-kalam, ama thayyib mke mkuu hatujui baina ahli al-ilmi khilaf kwamba idhni yake ni kusema, lilkhabar kwa hadithi. Walianna al-lisana huwa al-mu'abbiru amma fi al-qalbi, na kwa sababu ulimi ndiyo inayofasiri yaliyo katika moyo. Wa huwa al-mu'tabaru fi kulli mawdhi'in yu'tabaru fihi al-idhn, na hilo jambo linazingatiwa katika kila mahali ambapo huzingatiwa idhni. Intaha kalamu Ibn Qudama fi al-Mughni. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثاني أو الصفحة 32 صفحة 39 mpaka 40: المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها, mwanamke haitakikani kwa yoyote kumwozesha isipokuwa kwa idhni yake, kama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoamrisha hilo mtume sallam. Fa in karihat dhalik, akikataa mwanamke kuolewa, lam tujbar ala nikah, halazimishwi kuolewa. Mwanamke halazimishwi kuolewa akikataa, illa saghirata albikr, isipokuwa mtoto mdogo ambaye ni bikr. Fa inna abaha yuzawijuha wala idhna laha, baba yake atamwozesha na hana idhni kwa sababu bado hajabalighi. Wa amma albaligh athayyib, ama baligh ambaye ni thayyib, fala yajuzu tazwijuha bighairi idhniha, haijuzu kumwozesha bila idhni yake. La lilabi wala lighairihi, si kwa baba kumlazimisha wala mwingine. Biijma'i almuslimin, hii kwa itifaki ya Waislamu. Lakini idhni ya mzazi lazima idhni ya mzazi kwa huyu thayyib, huyu mke mkuu. Pia lazima idhni ya wali, hawezi akajiozesha mwenyewe maadamu ni mke mkuu, kwa hiyo anaozeshwa tu bila idhni ya wali. Lazima idhni ya wali, iwe ni mke mkuu iwe ni kinyanya. Kama kinyanya pia kinaolewa na wali wake yupo, lazima idhni ya wali, kama alivyosema Mtume sallam, la nikaha illa biwali, hakuna ndoa isipokuwa kwa idhni ya wali. Wakadhalika albikru albaligh laysa lighairi alabi waljaddi tazwijuha biduni idhniha biijma'i almuslimin, vile vile bikr aliyebaligh haijuzu kwa baba na babu kumwozesha bila idhni yake. Hii ni kwa itifaki ya Waislamu. Fa amma alabu waljaddu fayambaghi lahuma istidhanuha, ama baba na babu inatakikana kwao kumpa idhni, lazima idhni zao au idhni ya mmoja wao ipatikane.
واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب. Maulama wamekhtalifiana katika kumtaka idhni huyu bikr, je ni lazima au ni jambo la sunna. Wasahihu annahu wajib, sahihi ni kwamba jambo hilo ni la lazima. Wayajibu ala waliyi almar'a an yattaqiya Allah fi man yuzawwijuha bihi, na ni lazima kwa walii wa mwanamke amche Allah kwa yule atakayemuozesha huyo binti yake. Wayandhura fi zawji, na huyu wali aangalie, amuangalie huyo mume, hal huwa kuf'un au ghairu kuf'in, je anafanana na huyo binti au si kufi yake, si mwenye kufanana na yeye. Fa innahu innama yuzawwijuha limaslahatiha, kwani huyu wali anamuozesha binti yake kwa maslaha yake, la limaslahatihi, si kwa maslaha yake. Huyu wali anamuozesha mume kwa maslaha yake huyu binti. Kwa hiyo amtafutie mume mzuri ambaye atamfaa kwa maslaha yake na maisha yake huyu binti, si kwa sababu ya yeye walii kwamba atapata mahari, atakwenda kununua ardhi, atakwenda kununua na gari mahari yale. Aangalie maslahi ya binti yake, ataishi naye vipi yule mume, ni kufu au si kufu. Sio aangalie pesa tu, mume huyu ametoa milioni 20, nitanunua gari hapa, nitanunua na nyumba flat moja nitanunua, nitaishi vizuri. Asiangalie upande huo, aangalie maisha ya binti yake, atakaa naye vizuri yule mume, sio atafute mume wa mali bila dini. Wallahu a'lam.